Shambulizi la kombora la balistiki la Iran ambalo limeshambulia katika eneo la kituo cha matibabu cha Soroka huko nchini Israel linaonekana kuwaumiza sana viongozi wa Israel. Shambulizi hili linaonekana kuwa moja kati ya mashambulizi ya kikatili mno ambayo Israel imeyashuhudia. Waziri wa afya wa Israel Uriel Busso amesema katika mahojiano na gazeti la The Jerusalem Post kwamba shambulizi hili la kombora kwenye kituo cha matibabu cha Soroka linaashiria ongezeko kubwa la mzozo huo, tofauti na shambulizi la awali la roketi ambalo lilifanywa na Iran kuelekea maeneo yenye watu wengi hadi kufikia hatua hii. Hili ni kombora la balistiki la hatari sana la Iran ambalo limepiga kituo cha matibabu cha Soroka huko Beersheba siku ya leo Alhamisi asubuhi na kusababisha uharibifu katika maeneo kadhaa ya hospitali. Kulikuwa pia na athari za moja kwa moja kutoka kwa safu ya makombora katika miji mbalimbali ya Israel, hasa katika maeneo ya kati ya taifa hilo. Jumla ya watu 89 wanadaiwa kujeruhiwa kutokana na athari hizo kote nchini. Hii ni kwa mujibu wa huduma ya Magen David Adom MDA ambayo imeripoti. Kwa mujibu wa waziri wa afya wa Israel, anasema hiki ni kitendo cha kigaidi kinacholenga hospitali kimakusudi. Ni mstari mwekundu wa kushambulia hospitali zinazotibu wanawake, watoto, wazee na wasiojiweza, Busso aliambia The Jerusalem Post. Kombora katika hospitali ambayo hutoa msaada bila ubaguzi wa dini ni mstari mwekundu. Hili ni tukio muhimu kwa serikali, Busso alisema. Lakini je, Israel inapaswa kujibu vipi Iran baada ya kupigwa na kombora hili katika hospitali? Katika kujibu swali hili, jinsi ya Israel inavyopaswa kuitikia kutokana na shambulizi hili la hivi punde, Busso alimnukuu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alisema baada ya Soroka kugonga, Israel itafanya shambulio zito kwa Iran na watalipa kwa kile walichokifanya. Waziri huyo pia aliliambia gazeti la Posti kwamba licha ya uharibifu mkubwa katika hospitali hiyo bado inaweza kufanya kazi. Kuna idara ya dharura iliyolindwa na bila shaka uokoaji na bila shaka wadi za chini za ardhi zilizolindwa zinaendelea kufanya kazi, alielezea. Lakini tunaweza kuhitaji kupunguza shughuli. Awali ni hospitali yenye vitanda 1000 tu. Tangu shambulizi hilo ni chini ya vitanda 700 na sasa tutawahamisha takribani wagonjwa wengine 200 hadi 250, wengine wataruhusiwa na wengine kuhamishwa katika vituo vingine, Busso alidai. Hitilafu katika hospitali ambayo inaweza kuwa mbaya zaidi ni uharibifu wa hospitali ungeweza kuwa mbaya, waziri huyo anasema. Jengo lililopigwa lina wodi za wagonjwa wa ndani, vyumba vya wagonjwa mahututi na wagonjwa wanaopitisha hewa ambao kwa hakika hawawezi kukimbia wakati wa ving'ora kutokana na makombora ya hivi majuzi lilihamishwa, na hilo ni mojawapo ya mambo yaliyookoa maisha. Shughuli za mfumo wa afya tangu kuanza kwa operesheni hii katika hospitali zote ni kuhakikisha maagizo yanafuatwa. Nilitembelea hospitali mbalimbali kuhakikisha hili. Mfano mmoja aliotoa waziri katika mahojiano ni mgawanyo wa majukumu katika hospitali wakati wa dharura. Ukweli ni kwamba chumba cha dharura kiko kwenye karakana ya maegesho ya chini ya ardhi. Lazima tuhakikishe kuwa milango imefungwa na hatua hizi zinaokoa maisha, Busso alisema. Aidha alieleza kuwa shambulio hili lilisisitiza umuhimu wa maandalizi ya Israel mapema kwa ajili ya mashambulizi. Shambulio hili lilizidisha ukweli kwamba maandalizi yetu hayakuwa ya bure, waziri huyo alisema, na kuongeza kuwa katika saa za hivi majuzi wamekuwa wakihakikisha kwa miongozo iliyotolewa siku chache zilizopita inatekelezwa. Hatua zinazoweza kuokoa maisha zinatekelezwa, alisema. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri wakati huu, hususan kutokana na vita vinavyoendelea baina ya Israel pamoja na Iran na kila kitu ambacho kinaendelea kutokana na vita hivyo. Naitwa Adam Hussein, usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.